Oye! Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, viongozi mbalimbali mliopo kamati ya usalama ya wilaya, viongozi wa Chama cha Mapinduzi mkiongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya hii, ndugu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, waheshimiwa madiwani wakiongozwa na mheshimiwa diwani mwenyeji wa eneo hili, mheshimiwa mbunge wa jimbo hili, ndugu wananchi wenzangu, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwenge wa Uhuru oye! Dr. Samia oye! Ndugu zangu wananchi, awali ya yote nami nimshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia mpaka muda huu tukiwa wazima wa afya na kuweza kufika katika maeneo haya. Lakini kipekee niwapongeze sana ndugu wananchi kwa kujitokeza kwa wingi juu ya kupokea mwenge wetu wa uhuru ambao unaendelea kuwaka, kung'ara na kumeremeta ndani ya maeneo haya. Lakini kipekee niwashukuru sana viongozi wangu wa serikali ya wilaya, halmashauri, mheshimiwa mbunge pamoja na waheshimiwa madiwani pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Ndugu zangu wananchi, mwenge huu wa uhuru bado unaendelea kumeremeta ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa mapenzi aliyonayo Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akatuelekeza sisi vijana 6 kukimbiza mwenge huu wa uhuru ndani ya halmashauri 195. Na ndio maana leo hii tupo katika halmashauri hii ya Wanging'ombe. Lengo ni kuwaonesha wananchi wa Kitanzania na wananchi wa maeneo haya kwamba mwenge huu wa uhuru unaendelea kukimbizwa nchini kwetu, lakini pia unaendelea kuonesha matumaini makubwa, unaendelea kuonesha upendo mkubwa, lakini pia unaendelea kuweka heshima kubwa juu ya wananchi na viongozi wake wanaowasimamia. Ndugu zangu wananchi, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika harakati zake za kupambania malengo na madhumuni makubwa ya kimaendeleo juu ya wananchi wetu, anaendelea kuhimiza swala zima la kutunza mazingira na kuhifadhi mazingira ndani ya maeneo yetu. Leo hii tumefika katika eneo hili, tumejionea miti mingi sana, lakini pia tumejionea kijani nyingi sana kuliko hata sisi wenyewe. Hata hapa tulipo tumezungukwa na miti. Kwa kweli hii ni haiba njema na haya ndiyo mazingira mazuri ya kuhifadhi mazingira. Naomba tujipigie makofi mengi sana ndugu wananchi. Ndugu zangu wananchi ambao mpo katika maeneo haya, kwa kweli leo hii mmeupa heshima kubwa sana mwenge wetu wa uhuru, kwa sababu tumekuja kujionea kwa macho yetu, lakini tumekuja kujionea kwa dhahiri bila ya kuhadisiwa yale yote ambayo yanatekelezwa katika eneo hili. Taarifa ambayo nimepokea inazungumza, mheshimiwa mbunge amesema, mheshimiwa mkuu wa wilaya pia amezungumza hapa. Leo hii tunajivunia kwamba Tanzania na maeneo yetu yote kwamba tuna haiba nzuri, hali ya hewa nzuri, ni kutokana na kuhifadhi miti na kuhifadhi mazingira ndani ya maeneo yetu. Nimeambiwa hapa miti mingi sana imepandwa ndani ya eneo hili. Leo hii tunamalizia moja kati ya ajenda ya upandaji miti katika eneo hili. Kwa kweli mimi niendelee kuwashukuru na kuwapongeza sana ndugu wananchi, kwa maana mnaendelea kupata vyema jitihada za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayosimamiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu leo hii tunapoweka mazingira mazuri ya maeneo yetu, naamini hata hali zetu za kiafya zitaendelea kuimarika na kuwa nzuri juu ya kuendesha maisha yetu ya kila siku. Endelea kuwa mabalozi wakubwa ndani ya maeneo yetu juu ya kuhifadhi miti mbalimbali katika maeneo yetu. Unapohisi wewe huna eneo lako labda halitoshi kupanda miti, basi panda hata bustani ya matunda ili uweze kuonesha kwamba mimi nami ni mdau mkubwa wa kupanda miti, lakini pia ni mdau mkubwa wa kuhifadhi mazingira katika maeneo yetu. Tusiweke maeneo yetu yakawa na misitu, hasa maeneo ambayo tunafanya shughuli zetu za kila siku. Niwaombe sana ndugu wananchi, endeleeni juhudi hizi, kwa maana mwenge wa uhuru leo hii umekuja kuonesha upendo na heshima juu ya jinsi gani mnavyoenda kuhifadhi mazingira ndani ya maeneo yetu. Lakini haya yote yanatokana ni kwa sababu leo hii maeneo mengi yameweza kuathirika kutokana na kutokuwepo uoto wa asili na uhifadhi wa mazingira. Baadhi ya watu wamekuwa wanakata miti ovyo katika maeneo yetu, na wanakata miti kwa kwenda kutumia katika huduma ambazo sio stahiki kwa miti ambayo wanakata. Na ndio maana leo hii Mheshimiwa Rais anaendelea kuwaambia wananchi wa Kitanzania
juu ya kutumia nishati safi na salama. Tuachane na nishati ya kutumia kuni, ndugu zangu wananchi, kwa sababu nchi yetu tunaondosha haiba na uto asili wa Kitanzania, lakini pia na uto asili ambao hata wageni wengi wanapendezeshwa na hali ya hewa ambayo ipo Tanzania. Niendelee kuwaomba ndugu wananchi, tuhamasishane kutunza mazingira, lakini pia kutumia nishati safi ya kupikia katika maeneo yetu yote. Naamini kupitia halmashauri yetu kwamba inaendelea kutoa elimu na kuwahamasisha wananchi juu ya kutumia nishati safi ya salama ya kupikia. Hivi leo hii tumeshuhudia jinsi gani wananchi wa halmashauri hii wanaopatiwa gesi ili kwenda kuwahamasisha wananchi wengine katika maeneo yao. Kwa kweli mimi niwashukuru sana viongozi wa halmashauri kwa kazi kubwa ndio mnaifanya juu ya kuwasimamia wananchi wetu hawa. Kwa kweli hawa wananchi wetu wanahitaji maisha mazuri, wanahitaji maisha yaliyo bora, na hivi kweli leo hii tumefika katika eneo hili, kwa kweli tumejionea mambo makubwa. Mkuu wa wilaya amesema hapa miti mingine ambayo tunapanda hapa pia tunatengeneza kupata asali katika maeneo haya, na ndio maana leo hii tunaona asali zile pale zimepatikana kutokana na mazingira ambayo tunahifadhi. Baada ya kuyasema hayo, ndugu wananchi, mimi kwa kweli niwashukuru, na Mwenge wa Uhuru umefika katika eneo hili, ambao Mwenge huo wa Uhuru pia umebeba ujumbe wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Niwaombe sana ndugu wananchi wa maeneo haya, hakikisheni mnaenda kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Lakini pia kwa wale wote ambao wameshajiandikisha katika daftari la kudumu la mpiga kura, wahakikishe wanatunza shahada zao za kupigia kura, ili ifikapo Oktoba 2025 waende wakapige kura kwa kuwachagua viongozi ambao ni sahihi na yake. Katika kipindi cha miaka minne ametupatia zaidi ya shilingi bilioni 80. Hivi ninapoongea tunakamilisha ujenzi wa mradi mkubwa wa maji wa bilioni 43 milioni 500 wa miji 28 ambao utaondoa kabisa changamoto ya maji kwenye wilaya hii ya Wanging'ombe. Jipigeni makofi mengi sana. Lakini Mheshimiwa Rais ametupa fedha nyingi tarafa hii ya Imalinyi. Ametupa zaidi ya bilioni 20. Tumekamilisha mradi wa maji pale Imalinyi, pale Makoga, Samaria. Sasa tunaendelea na kipengele zaidi ya bilioni 4, lakini hapa Igwachanya tumepata mradi wa maji wa zaidi ya bilioni 5, kule Wanging'ombe zaidi ya bilioni 7, mradi wa Igando Kijombe. Kwa hiyo kazi ya serikali ya awamu ya 6, ndugu zangu, katika kujali changamoto zetu za maji za miaka yote, Dr. Samia Suluhu Hassan ndiye mwarobaini na amefanya kazi kubwa sana. Naomba tumshangilie kwa makofi mengi kabisa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu viongozi wa mbio za mwenge kitaifa, tunashukuru sana kwa kuja kukagua mradi huu wa maji, na sisi wilaya ya Wanging'ombe kauli mbiu yetu ni kwamba tunatunza mazingira ili na mazingira yatutunze. Tunza mazingira ya kutunze. Ndio maana hapa viongozi wetu watapanda miti, lakini tumia nafasi hii niwapongeze wananchi kwa namna ambavyo tumeendelea kupanda miti katika maeneo yetu. Tuendeleeni kupanda miti, tuendelee kutunza mazingira, lakini tuendelee kuhakikisha kwamba tunatunza vyanzo vya maji. Wanging'ombe oye! Lakini ndugu zangu, mnafahamu serikali imefanya kazi kubwa sana kwenye ujenzi wa vituo vya afya. Katika miaka hii minne, Dr. Samia Suluhu Hassan wilaya yetu ya Wanging'ombe peke yake ametupatia vituo vya afya vipya zaidi ya 8. Jipigeni makofi mengi sana. Hapo Imalinyi kuna kituo cha afya kipya ambacho mmekililia miaka mingi. Pale Makoga kituo cha afya kipya. Wangama kituo cha afya kipya. Ulembwe kituo cha afya kipya, na tunaendelea na Igosi na Kipengere. Baada ya kusema hayo, mwaka huu ndugu zangu ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Kwa kazi aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan, naomba wote tujitokeze kupiga kura kwa ajili ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kauli mbiu ya mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka huu inasema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Jipigeni makofi mengi sana. Asanteni sana. Nashukuru sana ndugu kiongozi kwa nafasi hii. Asante sana.